Jahazi TV. Naam, hujambo mtazamaji wa Jahazi TV popote pale unapotuangalia, karibu katika kipindi cha Amka na Jahazi ambapo tutakusomea magazeti yaliyofikia mezani kwetu kwa siku ya leo, kurasa za mbele, habari za kitaifa, kimataifa, bila kusahau michezo na burudani. Mimi ni Abdul Hamid Isa na moja kwa moja tunaanza na gazeti la Zanzibar Leo. Kwa ukweli na uwazi, ukurasa wake wa mbele limepambwa na habari mbalimbali ikiwemo Dr. Mwinyi asema tutajenga uchumi wa ushindani. Habari hiyo ipo tu ukurasa wa kwanza, lakini nasomeka kwa undani zaidi katika gazeti hili la Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Mafunzo kuongezea ufanisi viongozi wa bunge. Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemedi Suleiman Abdullah asema hivyo, lakini wajumbe wa baraza la wawakilishi wataka kuongezwa wataalamu wa afya. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akabidhiwa uwenyekiti AU 2028. Lakini Waislamu Saudia watakiwa kutoa taarifa ya mwandamo wa mwezi hii leo, habari katika ukurasa wa 9. Lakini India yaongeza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa Tanzania kutoka 85 hadi 135. Mtazamaji, hilo ndo gazeti la Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi, na huo ndo ukurasa wake wa mbele, na hizo ndo habari mbalimbali zopata uzito juu kwa siku ya leo. Moja kwa moja nalikamata gazeti la Mwananchi, ukurasa wake wa kwanza laandika mnyukano wa shahidi na Lissu. Amkana Lissu kortini huko akieleza aliyopata matatizo polisi. Lissu amdodosa ushahidi wake, vicheko vya tawala. Lakini amani na usalama vyaunganisha vichwa maraisi, vyagonganisha vichwa maraisi. Habari ukurasa wa 3. Lakini waliosajiliwa bima ya afya wote matibabu ndani ya siku 7. Wasira asema rushwa ni janga la uchumi. Lakini pia katika gazeti hili kuna mahojiano maalumu, habari ukurasa wa 5, utasoma kwa undani zaidi. Utatuzi kero za wananchi hadi ziara za viongozi ? Habari katika ukurasa wa 4, utaisoma kwa undani zaidi katika gazeti hili la Mwananchi. Tanzania Leo laandika mke amuua mumewe, mjukuu kisha kujinyonga. Mashuhuda Iringa wasema tatizo la msongo wa mawazo. Naibu waziri ipongeza CBE kwa umahiri wa wataalamu wake, lakini ipongeza kwa kutoa machapisho 148. Mtazamaji, hilo ndo gazeti la Mtanzania Leo ukurasa wake wa kwanza. Habari kuu inasema hivyo na inasomeka kwa undani zaidi katika gazeti hili la Mtanzania Leo. Shilingi bilioni 70 zimekusanywa kupitia mradi wa EACOP. Si kauli yangu bali ni kauli ya Salome. Lakini maelfu ajitokeza kupata msaada wa kisheria. Gamondi ya saini mkataba miwili kuinoa Stars. Haya mtazamaji, hilo gazeti la Mtanzania Leo laandika hivyo. Lakini Raia Mzalendo laandika Rais Samia ishangaza Afrika na dunia kwa ujumla ni kwa kupunguza vifo vya mama na mtoto. Atangazwa kinara kwenye sekta ya afya. Waziri Kombo ataja tunzo alizotunukiwa kimataifa. Moi yaandika historia kusini mwa Afrika. Lakini CBE yapata ithibati kuanzisha programu za unagezi. Haya, lakini kuna mradi wa EACOP wafikia 81%. Kamati ya bunge yataka wanaosomea urubani NIT wapewe mkopo. Lakini mke amuua mkewe na mjukuu Iringa na yeye pia ajinyonga. Ni gazeti hilo la Raia Mzalendo. Uelekeo laandika Rais Samia Suluhu Hassan kuandika historia AU, lakini bunge laagiza bandari bubu zikomeshwe. Habari nyingine inasema Dr. Nchemba afurahia mradi mafuta ghafi. Lakini Kihongosi asema viongozi wa CCM kagueni miradi. Watano wafariki ndani ya machimbo ya mchanga. Ni gazeti hilo la Uelekeo kwa siku ya leo limeandika hivyo. Lakini gazeti la Majira hapa tumalizie laandika waziri mkuu anusa wizi mwingine Muhenza huko Tanga. Lakini wa vifaa vya ujenzi jengo la halmashauri wilaya zimo nondo 700, marine board 500 na matofali 2000.
habari katika ukurasa wa 4. Lakini kuna habari inasema kliniki ya sheria zinduliwa jijini Dar es Salaam, lengo kutatua kero. Lakini kamati ya bunge ipa LATRA maagizo mazito. Habari hiyo ipo katika ukurasa wa 1, lakini nasomeka kwa undani zaidi katika ukurasa wa 4. Waziri Sangu aendelea na mikakati yake. Samia apewa tunzo 5 ujenzi sekondari ya ghorofa Liwiti. Lakini pia kuna tatizo la kukosekana, sababu, athari na mkakati ya kukabiliana nalo. Habari za kimataifa hapa zimejitokeza katika gazeti hili la Majira, zasema Ukraine yafanya mashambulizi makubwa huko Bryansk, yani Urusi. Haya mtazamaji, hilo ndo gazeti la Majira na huo ndo ukurasa wake wa mbele, na hizo ndo habari mbalimbali zopata uzito juu kwa siku ya leo, na nimekamilisha hivyo katika habari za kitaifa na kimataifa. Na sasa ni wakati wa habari za michezo na burudani, na moja kwa moja Majira michezo na burudani laandika Gamondi apewa shavu rasmi kuiona Taifa Stars. Lakini Makonda amtaka msajili kukamilisha mchakato wa mabadiliko Simba. Lakini Yanga Sports Club sasa hasira zote Kariakoo Derby, ambayo Kariakoo Derby hiyo itachezwa hapa visiwani Zanzibar. Na hilo ndo gazeti la Majira michezo na burudani. Zanzibar Leo michezo laandika Gamondi apewa jukumu kubakisha ubingwa wa AFCON, draw ya robo finali CAF kupangwa leo. Lakini Makonda ampa msajili mkuu 12 kumaliza utata Simba. Zanzibar Leo laandika hivyo. Lakini tukija katika gazeti la Uelekeo laandika Makonda asema msajili maliza mchakato wa mabadiliko Simba. Lakini Gamondi asajili miwili Taifa Stars. Lakini Simba na Yanga kumaliza ubishi visiwani Zanzibar. Ronaldo arudi na bao la Al Nassr. Hilo ni gazeti la Uelekeo Sporti. Lakini gazeti lenyewe hasa la Mwanaspoti laandika msimamo wa Kapombe anika ukweli Msimbazi akipiga mkwala. Haya, lakini Mastaa wataka Maguire wapewe dili jipa faster. Yanga Sports Club ilifia katika mguu wa Alio Diong. Lakini dili la Gamondi utaisomea kwa undani zaidi. Asha Baraka the Iron Lady aliyekataa kabisa kushindwa. Haya, na mtazamaji, nimekamilisha hivyo katika habari za kitaifa na kimataifa, bila kusahau michezo na burudani. Ulikuwa nami mtangazaji wako Abdul Hamid, kwa niaba ya crew nzima nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi vyetu mbalimbali vinavyoendelea kutoka hapa Jahazi TV. Tunasema safiri nasi. Asante na asubuhi njema. Jahazi TV.